Uongo huu wa kusema kwamba Mkristo akiongeza mke wa pili au wa tatu ni dhambi, endapo uongo huu hautafutwa kabisa kwenye mawazo ya watu, athari yake ni kubwa kuliko watu wanavyojua. Athari yake ni kubwa zaidi ya vile watu wanavyoelewa. Kuna wanaume wengi ambao wake zao hawazai na wamefungwa na uongo huu kwamba ukiongeza mke wa pili au wa tatu ni dhambi, na wameshindwa kuongeza mke wa pili au wa tatu ili wapate uzao kwa hawa wake wengine, kwa kudhani kwamba wanamtii Mungu, na wengine wamekufa bila kupata uzao. Halafu wanatiwa moyo na watu waliowadanganya kwamba wamekufa kama mashujaa. Badala ya kuambiwa kwamba wamekufa kama wajinga, wanatiwa moyo kwamba wamekufa kama washujaa, kama mashujaa. Daudi wakati anaomboleza kifo cha rafiki yake Abineri, alisema kwamba umekufaje kifo kama cha hao wapumbavu. Wanaume wengi wana mateso ya wapumbavu. Leo hii una mke anakusumbua kwenye ndoa, na anakusumbua sababu kubwa ni kwa sababu ya uongo huu wa kuaminishwa kwamba ukiwa na wake wengi ni dhambi. Kwa sababu mwanamke anakusumbua kwa kuwa anaelewa au anajua ya kwamba wewe huna uwezo wa kuongeza mke wa pili au wa tatu. Anakusumbua mwanamke kwa sababu anaelewa kwamba wewe huna uwezo wa kumwacha, huna uwezo wa kumpa taraka. Anakusumbua na kukufedhehesha na kukutesa kwa sababu anajua kwamba huwezi kuthubutu kuleta mke wa pili au wa tatu. Madhara hayo yanakupata kwa sababu umekubali uongo ambao ni wa kudanganywa kwamba ukiwa na wake wengi ni dhambi. Umekubali uongo huo ukushike. Madhara ya kuamini uongo ya kwamba Mkristo akiwa na wake wengi ni dhambi, madhara ni makubwa sana. Kuna watu mpaka leo wako mitaani, hususani wakina mama na wakina dada wengi hawajaolewa. Wanasubiri waolewe na mtu ambaye hana mke. Alafu wanatiwa moyo na watu wanaowadanganya, yani wachungaji wao. Wanawaambia wewe simama kama shujaa. Mpaka wengine wadada wengine wamepita kutoka udada wanaitwa wamama. Na wanakaribia kukata hata siku za kuona siku zao. Na siku zikikata ni vigumu hata kupata mtoto. Mwanamke kitabibu ukishafikisha zaidi ya miaka 45 siku zako zinakata. Na pengine hapa tunaongea umevumilia na umesubiri kuolewa toka ujana wako, binti wako, mpaka sasa una miaka zaidi ya 35, hujaolewa, hujapata mtoto na unatamani kuwa na watoto. Lakini kwenye dhehebu lako wamekuwa wakikuingizia uongo huu kwamba subiri utapata mume wako. Na wakati mwingine wamekuja watu ambao wanawake, unasema mimi siwezi nikaenda kuvuruga ndoa ya mtu. Sikiliza. Biblia hakuna mahali imesema ya kwamba mwanamke akienda kwa mke wa pili au wa tatu ameenda kuvuruga ndoa ya mtu. Kauli hiyo inatoka kwa waongo ambao hawa ninawasema kwamba lazima uongo wao uharibiwe. Mwanamke yoyote atakayepata andiko linalosema kwamba kienda kuwa mke wa pili au wa tatu atakuwa ameenda kuvuruga ndoa ya mtu, anionyeshe hilo andiko, na mara moja nitatubu kabisa, nitamwambia Mungu sirudii tena kusema huu ukweli. Na kama huwezi kunionyesha hilo andiko, pia na wewe unatakiwa kukubali kwamba ninachokuambia ni kweli, kwa sababu hakipo kwenye Biblia. Hakipo hicho unachoamini wewe kwamba ukienda kuwa mke wa pili au wa tatu ni dhambi. Wakati unapoendelea kuamini uongo, unaendelea kuzika hatima ya watu wengi.
Na uongo huu ambao umepelekea watu wengi hasa wanaume wamejikuta wanateswa kwenye ndoa. Ni hatari sana pale watu wanaoaminika kama watumishi wa Mungu wanapoendelea kushindilia na kufundisha kana kwamba ni kweli. Watu wamefika hatua wamekubali kwamba Mkristo akiongeza mke wa pili au wa tatu anakuwa amefanya dhambi, kwamba anakuwa ameanguka kiroho, kwamba anakuwa hana Mungu kabisa. Na uongo huu umeingia mpaka kwenye damu za Wakristo. Na wakilala, wakiota, wanaota kiona na wake wawili watatu, anahisi ameanguka kiroho. Mpendwa, huu kweli usipouelewa utakuja kuuelewa ukiwa kwenye madhara makubwa. Biblia yangu hainiambii mahali popote kuanzia Agano la Kale mpaka Agano Jipya kwamba tunahesabiwa haki kwa kuwa na mke mmoja. Unaweza kuwa na wake wengi kama moyo wako ni safi. Yesu alisema heri wenye moyo safi hao watamwona Mungu. Unaweza kuwa na mke mmoja kama moyo wako sio safi, huwezi kumuona Mungu hata kama una mke mmoja. Ujumbe huu kufikia. Namba yangu ya simu ni 0712583194 na 0759987930 na 0759121631 na 0763359745 na 0712583194. Mungu wangu akubariki sana. Ninajua umebarikiwa mpendwa. Kama utahitaji kuonana na sisi, tunapatikana Dar es Salaam. Kanisa letu limesambaa sehemu mbalimbali na tunajipanga pia kufika katika nchi mbalimbali. Kwa sasa makao makuu tunapatikana Dar es Salaam, tuna matawi Morogoro. Ukifika kama unataka kwa Dar es Salaam tunapatikana Chanika, ukija Chanika mwisho ukatupigia simu tutakuonyesha mahali tulipo, ni pale pale Chanika mwisho center pale. Kija kwa Morogoro sehemu moja inaitwa Mzumbe University karibu na chuo cha Mzumbe. Ukija hapa kabla hujafika chuo cha Mzumbe unashukia sehemu moja inaitwa Mahakamani. Kishuka Mahakamani ukavuka barabara yako kaenda sehemu nyuma ya ofisi ya serikali za mitaa, ukauliza kanisa la jirani hapa liko wapi, utatuona hapo. Karibu sana. Tunafungua matawi sehemu mbalimbali, na nyinyi wahubiri ambao mnataka kuhubiri huu ukweli, tunawakaribisha kwenye imani hii ya baba yetu Ibrahimu, baba zetu wa imani ambao ni wakina Yakobo, baba zetu wa imani ambao ni wakina Gideon, imani ambayo walikuwa nayo baba zetu waliotutangulia, na ambao kwenye Waebrania 13 mstari wa 7 tumeambiwa tuiige imani yao. Wahubiri tunawakaribisha, tufungue matawi, tufungue makanisa, tufike mbali, tufute uongo ambao umehubiriwa kwa miaka mingi kwamba Mkristo akiwa na wake wengi ni dhambi. Huo uongo unatakiwa ufutwe kwenye dunia yote. Tuufute huo uongo, tuandike ukweli kwamba Mkristo hajawahi kukatazwa. Huo ndio ukweli tunatakiwa tuhubiri, na tuambie watu kwamba hawahesabiwi haki kwa idadi ya wake. Una mke mmoja ukiwa na moyo safi utaenda mbinguni. Una wake wengi ukiwa na moyo safi utaenda mbinguni. Una wake wengi ukiwa na moyo mchafu hutaenda mbinguni. Una mke mmoja ukiwa na moyo mchafu hutaenda mbinguni. Huo ndio ukweli. Na mwenye haki anahesabiwa haki kwa imani iliyo katika neema ya Kristo.